For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Hali ya kisiasa ya Marekani imeingia kwenye vipindi vya msisimko usiokuwa na kifani baada ya Rais Donald Trump kuamua kuendeleza mashambulizi makubwa ya kijeshi dhidi ya Irani licha ya onyo la washauri wake wa karibu kwamba hatua hiyo inaweza kuleta hatari kubwa ya kisiasa, hususan kuelekea uchaguzi wakati wa Congress unaotarajiwa kufanyika mnamo mwezi Novemba mwaka huu. Mashambulizi ya kijeshi yaliyopangwa na Marekani na Israeli dhidi ya Irani yamekuwa sehemu ya mkakati wa Rais Donald Trump kuonyesha nguvu na ujasiri wa Marekani, huku wakuu wa kisiasa za kigeni wakipongeza hatua hiyo kama fursa ya kumaliza utawala mkali wa Teherani. Hata hivyo, baadhi ya washauri wa ikulu wametilia mkazo wa hatari za kisiasa, wakibainisha kwamba uhasama huu unaweza kuharibu nafasi ya Republican kudumisha udhibiti wa bunge, wakati wapiga kura wengi wanajadili zaidi za gharama za maisha kuliko migogoro ya kimataifa. Kabla ya mashambulizi ya Marekani nchini Irani, Rais Donald Trump alijitahidi kupata maelezo ya kina juu ya jinsi hatua za kijeshi zinaweza kumfanya onekane kama kiongozi shujaa ndani ya nchi hiyo. Bila kujali hatari zisizo thabiti za kisiasa, washauri wakuu wa ikulu walionya kwamba intelijensia ya Marekani haikuweza kutoa uhakika wa kudhibiti kupanuka kwa mzozo mara mashambulizi yakiwa yameanza, jambo lililoonyesha jinsi mradi huu wa kigeni ungeweza kuingiliana na siasa za ndani. Uamuzi wa Trump kuendelea na mashambulizi nchini Irani licha ya hatari hizi unaonyesha msukumo wa kuunda taswira ya ujasiri na kiongozi mwenye nguvu, hata ikiwa matokeo yake yangekuwa hatari kwa muda mrefu. Mashambulizi hayo yalipelekea vifo vya Marekani baada ya operesheni kuanza, huku rais akijiandaa kwa kuzungumza wazi kuhusu ongezeko la vifo vingine. Serikali ya ikulu ya White House inatarajia athari za kisiasa zisizopatikana mara moja, bali hatua zisizoonekana mara kwa mara zinazotokana na urefu wa vita, kiwango cha kulipiza kisasi, idadi wa Marekani waliopoteza maisha na ongezeko la bei ya mafuta. Hii ni hali inayoweza kuathiri hatimaye matokeo ya uchaguzi wakati, hususan katika majimbo yenye mpangilio wa wapiga kura wa kimsingi na eneo la mashindano makali. Mchango wa hisia za umma unatarajiwa kuonekana kama athari ya moto polepole, ambapo hatari ya kisiasa itatokea taratibu na kuunda mchanganyiko wa hofu na ushujaa. Hali hii inafanya wapiga kura kuzingatia uelewa wao wa mgongano na vita na mahitaji ya maisha ya kila siku, jambo ambalo ni changamoto kubwa kwa timu ya Trump kabla ya uchaguzi. Kabla ya mashambulizi ya Marekani na Israeli nchini Irani, Rais Trump alikuwa akitumia mjadala wa sera za ndani, yani afya, gharama za maisha na masuala ya uchumi, kama njia ya kumfanya onekane kama kiongozi wa karibu na wananchi wake nchini humo. Hata hivyo, mashambulizi ya Irani yameonyesha jinsi mkakati huu wa kisiasa ulivunjika kwa ghafla. Katika mahojiano ya hivi karibuni, Trump alisema kwamba operesheni za kijeshi dhidi ya Irani zinatarajiwa kuchukua wiki 4 hadi 5. Robbie Godfrey ni mtaalamu wa siasa wa Republican, na hapa namnukuu: kuangalia kutoka kwa hotuba ya State of the Union iliyoangazia uchumi na gharama za maisha hadi kuingia kwenye vita Mashariki ya Kati siku chache baadaye ni kama kichwa kinachozunguka. Kuwafanya wapiga kura wakubali mchanganyiko huu kutakuwa na changamoto kubwa kwa ikulu. Mwisho wa kunukuu. Mshauri mmoja wa Rais Donald Trump alibainisha kuwa hatari kubwa za kisiasa haiko kwa wapiga kura tu wa katikati, bali kwa wanachama wa harakati ya MAGA ambao walianza kumpigia debe rais kwa msimamo wa kutoshiriki migogoro ya kimataifa. Wapiga kura hawa wanaweza kubakia nyumbani katika uchaguzi wa kati, jambo linaloweza kupunguza uwiano wa matokeo, hasa pale mwitikio wa wapiga kura unakuwa mdogo. Kwa mujibu wa kura ya maoni ya Februari, idadi ya Wamarekani wanaomkosoa Trump imefikia 58, jambo linaloashiria kuwa Republican watahitaji ushirikiano mkubwa wa wafuasi wao wa msingi ili kudumisha udhibiti wa bunge na labda kulinda wadhifa wao katika Senate. Wapiga kura waliohojiwa wanaonyesha mchanganyiko wa hisia.
wengine wanaogopa kuingiliana kwa kijeshi, lakini wengine wanakubali hatua ya Rais Donald Trump kuamua kutoka kuwa mzalishaji wa amani hadi kuwa katika mkakati mkali wa kijeshi. BJ Moore, mzee wa miaka 83 kutoka Atlanta, Georgia, alisema, na hapa namnukuu, "Hili lilinipata kwa ghafla. Sikuwa najua hata linapangwa. Hakuna mtu anayetaka vita, lakini Irani imeua maelfu yao wenyewe. Hivyo mimi niko tayari na kile alichokifanya Trump." Mwisho wa kunukuu. Hali hii inaonyesha mchanganyiko wa shujaa na hofu, ambapo Marekani inashughulika na vita ya Irani, siasa za ndani zikijaribu kudumishwa kwa usawa, na Rais Trump akijitengenezea taswira ya kiongozi shujaa licha ya hatari na maafa yanayoweza kutokea. Hii ni historia inayooza katika kile kipengele cha kisiasa, kijeshi na kiuchumi, inayoonyesha jinsi ujasiri unaweza kuwa na gharama kubwa na jinsi hatari za kijeshi zinaweza kubadilisha siasa za ndani kwa mwelekeo wa ajabu. Hii ni Shehena Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari mbalimbali zinazokujia.